katika jamii ya Kimasai unapofanya jambo jema unabarikiwa. Kwa hiyo leo tumekuja kumbariki Bwana Sanare, lakini tumemuomba au tumemtaka awe balozi maalum wa kutetea nyanda zetu za malisho katika maeneo yetu ya wafugaji. Na tumekuja kwenye sherehe hii kwa ajili ya kumsimika Sanare Selepu Molel heshima ambayo amefanyia Wanamwita. Kwa ujumla amekuwa ni mtetezi hata kwa kata nzima, sio kijiji hiki tu. Na asilimia kubwa ya wafugaji wa jamii yetu ni wafugaji. Tunachotegemea ni ufugaji, mbuzi, kondoo, ng'ombe, na hatimaye leo kwa kweli tunambariki kama Malaigwanani. Tunamshukuru kwa kazi nzuri aliyofanya, na wanasema ukimaliza kazi unavalishwa taji. Leo tumemvalisha taji ya Malaigwanani asubuhi na familia yake, baba yake, mama zake, wake zake na watoto wake wote. Kwa kweli tumebariki kwa mioyo yetu yote. Kwa Tanzania nzima, naomba hiyo sekta ya ufugaji tuendelee kulinda maeneo ya malisho, kwa sababu imetusaidia serikali kubeba kundi kubwa la watu ambao kwa kweli angekuwa hamna maeneo hayo wangekuwa wanatusumbua sana kutafuta ajira. Kwa hiyo hii sekta ya ufugaji imebeba sana watu wengi ambao wao hawana shida na sisi, na serikali wanapambana kutafuta maisha yao katika sekta ya ufugaji. Sanare Selepu, kakaangu Olesi Ngiki, kiukweli wamepambana sana kuhakikisha kwamba walagai na wala rushwa na wauza ardhi katika kijiji chetu cha Mwita Bwawani wanakomeshwa, kwamba ardhi ndogo iliyobaki katika kijiji chetu cha Mwita Bwawani ni kwa ajili ya watoto wetu wa sasa na vijukuu wetu na vitukuu wetu. Kwa hivyo kiukweli tunampongeza sana Mheshimiwa kakangu Olesi Ngiki. Amesimama kama nguzo imara pamoja na DC wetu Kiswaga, Mama Samia, popote ulipo. Tunashukuru sana kwa kutuletea DC mchapakazi. Mimi nafikiri yangu ni shukrani tu kwamba wananchi wa Mwita umeona nimefanya kazi nzuri wakaamua kunibariki. Kwa mimi nafikiri sina mengi zaidi ya kwamba nashukuru. Nafikiri nimefanya kazi nzuri, ndio maana wamesema tunaomba tukubariki. Nilifanya kazi kubwa kwa sababu kama alivyojieleza diwani ni kwamba mwenyekiti wa kijiji pamoja na serikali ya kijiji walikuwa walishauza hayo maeneo. Nilifanya kazi kubwa, siwezi kusema yote, lakini nilifanya kazi kubwa kwa sababu kama sio mimi nafikiri ile ilishakuwa ngumu. Wale majamaa walishawaweza wananchi. Nafikiri kama sio mimi ile ilishakuwa ngumu. Nimepokea vizuri tu kwamba nipo tayari kushirikiana na wote sehemu ambapo kuna shida. Kiongozi wa kijiji ambaye umechaguliwa na wananchi wakiwa na dhamira ya kwamba utalinda ardhi zao, nionye, kama kuna ardhi iliuzwa na wewe, hiyo ardhi itarudi kwa wananchi. Kwenye jambo hilo siwezi kupepesa macho kwa sababu ni maelekezo ya viongozi. Hujachaguliwa wewe kiongozi kuuza ardhi, umechaguliwa kuilinda ardhi, na hasa ardhi za malisho. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatengeneza ajira kila siku, lakini ajira kubwa kabisa ni nyasi na ardhi ya wafugaji, kwa sababu ndio inayoajiri asilimia kubwa ya vijana wetu. Wanapokuwa na ardhi ya kuchungia, yani malisho, ndio ajira yao. Inapotokea kiongozi yoyote anauza ardhi ya malisho, maana yake ni kwamba huyo ni adui wa wilaya ya Monduli. Na ninaomba tusimpepese macho, tuseme hadharani, ili mtu mwingine atakapoamua kuomba uongozi
kwenye ngazi ya kijiji, kama mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa kitongoji, afahamu haingii pale kuchuma mali, anaingia pale kulinda mali za watu waliomchagua.